Na kwa hili nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu mpendwa sana, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ya miaka hii tu ya utawala wake, ile ya kwanza na hii awamu iliyoanza, zaidi ya bilioni 90, zaidi ya bilioni 90 zinakaribia bilioni 100 point ngapi huko, zimeshuka ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ngara. Zimefanya mambo mengi sana ya maendeleo katika sekta mbalimbali, zikiwemo sekta ya afya, elimu, barabara, umeme, maji. Vijiji 75 kwa mfano, sekta ya umeme 75 vya halmashauri ya wilaya ya Ngara. Sasa hivi tuna umeme vijiji vyote 75. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. 75. Sasa tunaanza kutoka kwenye vijiji 75 tunahamia kwenye vitongoji. Tuna vitongoji jumla 389 ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ngara. Ndio tuko huko. Na Mheshimiwa Rais akasema kijiji fulani, kijiji X, kama kimeshaunganishiwa umeme chote, hebu hamieni sasa kwenye vitongoji. Kaongeza na scope, wataalamu wako wa TANESCO watatufafanulia scope ni nini. Tunahamia huko. Najua kero ya umeme sasa inahamia kwenye vitongoji. Mtaanza kusema, oh jamani, mimi nyumba yangu pale hajafikiwa na umeme. Mimi niko kule. Yaani hata yule ambaye yuko kilomita 15 20 hata mlimani ataanza kusema, na mimi kule nyumba yangu iko mlimani, ipelekeni umeme. Jamani, ni taratibu. Mmeona nilivyoanza? Mafanikio ya binadamu pia yana changamoto, kuna shida, kuna matatizo. Huwa hayaishi siku moja. Tunaelewana? Nani alikuwepo Mbuba miaka 20 25 iliyopita nyuma? Mbuba ilikuwa na umeme? Mama Samia oe! Haikuwa na umeme. Leo kuna nini? Mlifikiria kwamba hospitali ya wilaya itajengwa kata ya Mbuba? Nani alishawahi kufikiria hilo? Sameni. Si mpo? Mliwahi kufikiria hilo? Mbuba oe! Sasa hivi hospitali ya wilaya iko wapi? Mbuba. Jamani, pale ni zaidi ya bilioni 2.5, bilioni 2.5 Mama Samia kawekeza pale. Iko Mbuba kwenye kata yenu. Ile pale huduma zote zinatolewa pale. Upasuaji uko pale. Badala mlikuwa mnasafiri kilomita zaidi ya 45 kwenda Ngara mjini kufuata Nyamiaga, kwenda Murugwanza, sasa hivi mnaenda? Hamwendi. Si mashahidi. Shuhuda hapa nyinyi wenyewe. Iko hapa. Hivi kwa nini mjini paliachwa hospitali ya wilaya ikaletwa kwenu hapa Mbuba? Kwa nini? Huduma karibu. Njoo bana, njoo. Kabisa hisi, haiwezekani. Kaeleza vizuri mno. Kilomita 45 tukasema hapana. Kule tayari kuna Nyamiaga, kuna Murugwanza. Kwa nini hospitali ya wilaya tusisogeze huko? Tarafa mbili za Rurenge na Musagamba mpate huduma karibu. Uongo kweli? Kweli. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hivi hapa ukienda mjini Nyamiaga, Murugwanza, labda unataka kwenda na kuona mji wa Ngara, sasa hivi umefikia wapi? Na ni kweli, sasa hivi ni lami pote. Usafi utafikiri Dodoma au Dar es Salaam au Mwanza. Inang'aa hivi Ngara. Labda ukashangae hayo. Au kabisa hisi, haiwezekani. Kaeleza vizuri mno. Kilomita 45 tukasema hapana. Kule tayari kuna Nyamiaga, kuna Murugwanza. Kwa nini hospitali ya wilaya tusisogeze huko? Tarafa mbili za Rurenge na Musagamba mpate huduma karibu. Uongo kweli? Kweli. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hivi hapa ukienda mjini Nyamiaga, Murugwanza, labda unataka kwenda na kuona mji wa Ngara, sasa hivi umefikia wapi? Na
Na ni kweli sasa hivi ni lami pote. Usafi utafikiri Dodoma au Dar es Salaam. Moshi na Iringa, Kilimanjaro viko vizuri, ukashangaa hivyo, lakini kila kitu kiko hapa. Kabla hatujajenga ile hospitali, mimi nilikuja survey ile ya kwanza, iko ni poli, si ndio hivyo? Poli lishaisha. Majengo ukifika umbali fulani hivi pale bondeni pale Jiluligwa chini pale, utaona majengo hayo, utafikiri ni mji wa New York City au Tokyo Japan, lakini ni Mbuba hospitali ya wilaya. Majengo yote, wataalamu hapo, nimepita juzi jamani, madaktari sasa hivi ni nyomi pale, vifaa tiba vimejaa, dawa zimejaa. Twendeni pale. Changamoto kama nilivyosema zipo ndogo ndogo, zinaisha kila siku, tunahamia pale kila siku. Tunapita pale, tunauliza nini bado, kila kitu jamani. Hamkuwahi kufikiria kujengwa hospitali ya wilaya kwenye kata yenu? Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Daniel Gwasa Mkaranga, ni mkazi wa kijiji cha Mbuba, kata ya Mbuba, kitongoji Mkiange. Kwa ujio wa hospitali ya wilaya kuja kata ya Mbuba, manufaa ya kwanza tuliyoyapata ni kupunguza umbali kati kutoka Mbuba kwenda Ngara mjini, kwa maana ya Nyamiyaga ama Mrugwanza. Ila hospitali hii kujengwa hapa karibu, sisi wananchi wa Mbuba tumenufaika na kupunguza safari ya kwenda Ngara mjini au Nyamiyaga au Mrugwanza. Kwa hiyo hii hospitali kujengwa hapa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kutuongezea zaidi katika kutupunguzia safari ya kwenda kusafiri kupata huduma ya umbali mrefu. Kwa hiyo ninachopendekeza, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, endelea kuhamasisha vifaa tiba tuvipate kwa wakati vile vinavyohitajika, hususan kwa wakina mama. Tulikuwa tunahangaika sana. Mheshimiwa, tulikuwa tunatoka hapa kwenda Nyamiyaga, mama nazidiwa tukifika darajani hapo. Mama kizidiwa kama tumefika hapo, unajikuta mama anajifungulia njiani. Na matatizo yanayokuwepo sasa hivi, matatizo ni mengi mama kijifungua pasipo wataalamu wa kuwepo. Kwa sasa hivi tunashukuru sana. Na pongezi zimfikie Mama Samia Suluhu Hassan. Tumepata hospitali ya wilaya kata ya Mbuba. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Happiness Joseph Manegera, ni mfawidhi zahanati ya Mbuba. Unaona sasa. Kwa kweli tumefurahi serikali kuleta hospitali ya wilaya kwenye kijiji hiki. Kwa sababu kabla hapo tulikuwa tuna zahanati tu hapo. Kwa hiyo tulikuwa na mzigo mkubwa sana wa kuhudumia wananchi. Kwa sababu kata ya Mbuba ina wananchi wengi sana. Na sisi pale tuko wawili tu. Sasa tulikuwa na mzigo mkubwa sana. Mara nyingi changamoto, wamama walikuwa wanajifungulia nyumbani au wengine anakuambia alikuwa anaenda hospitali ya Nyamiyaga au Mrugwanza anajifungulia njiani. Kwa hiyo sasa hivi yani serikali ilivyoleta hapo hospitali ya wilaya, kwa kweli tumefurahi. Pongezi nyingi ziende kwa Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa kuleta katika kijiji hiki cha Mbuba. Lakini pia tunashukuru kwa sababu huduma zote ziko hapa. Wote wanapata kwenye huduma ya meno, upasuaji, huduma zote zipo. Hizo tunashukuru wote. Napenda kumpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu wa wilaya. Pia nishukuru huduma za hospitali ya wilaya. Nikimpongeza sana Mheshimiwa Dr. Beyanga. Niombe tu Mheshimiwa uongeze dawa na wahudumu. Pia tunaomba na gari la hospitali ya wilaya. Asante. Nahitaji mama mmoja jamani, ushuhuda pia. Sijaja kwa bahati mbaya Mbuba. Nimekuja kwa sababu na furaha na jidai kile nilichokuwa nimekitarajia. Tulivyokuja na survey ya mara ya kwanza, kikaja kwa kweli. Hospitali ikajengwa Mbuba. Na ninyi wenyewe ndio mlitupa maeneo. Hamkutunyima ya serikali ya kijiji ya Ruangwa kweli? Ndio, nilikuwa na viongozi hao, mwenyekiti tulikuwa na wewe. Very good. Mkasema tuna 45 hapo, nilisema hivyo. Sio 50. Si ndio hivyo? Mkatoa go ahead, mkakaa vikao vyote vya kisheria, mkasema tunawakabidhi hapa. Ninyi wenyewe wananchi.
Leo sasa tunashuhudia mambo mazuri yako pale. Nahitaji mama mmoja jamani, ushuhuda pia. Sijaja kwa bahati mbaya Mbuba. Nimekuja kwa sababu na furaha na jidai kile nilichokuwa nimekitarajia. Tulivyokuja na survey ya mara ya kwanza kikaja kwa kweli. Hospitali ikajengwa Mbuba. Na ninyi wenyewe ndio mlitupa maeneo. Hamkutunyima ya serikali ya kijiji ya Ruangwa kweli? Ndio, nilikuwa na viongozi hao mwenyekiti tulikuwa na wewe. Very good. Mkasema tuna eka 45 hapo, nilisema hivyo. Sio 50. Si ndio hivyo? Mkatoa go ahead, mkakaa vikao vyote vya kisheria mkasema tunawakabidhi hapa. Ninyi wenyewe wananchi. Leo sasa tunashuhudia mambo mazuri yako pale. Katibu yataisha. Ndio tunaanza. Jamani, sisi wote tuliwahi kuwa watoto wa mwezi mmoja. Si ndio hivyo? Hapa wote. Wa wiki moja, wa siku moja. Na binadamu kama binadamu, sio kwamba ulianza na siku moja ile ya kuzaliwa. Ulianza na mchakato fulani wa kimungu. Si ndio hivyo? Waumbaji. Kwa hiyo tuliwahi kuwa zero. Baba mama namna gani ndo utaratibu wa uumbaji ukaanzia hapo. Si ndio hivyo jamani? Leo hii ukielezo tulipita kwenye mchakato unaweza kusema mimi sikupita huko. Ulipita huko. Wote hapa. Kwanza na mchakato, mara vikao, mara wengine wakawa wanavuta tupeleke kule. Sehemu zingine kule, si ndio? Watu wakakaa wakasema hapana, tunapeleka Mbuba. Kwenye hizi tarafa mbili za Rurenge na Murusagamba. Tunapeleka kule. Mchakato kaisha, likatafutwa eneo. Likapatikana, mnasemaje wananchi wakasema safi, mkatupa eneo. Tukaendelea ujenzi, leo hospitali ya wilaya. Sasa tusitake sasa jamani, kwa sababu tumetoka mbali, mchakato tusilazimishe ghafla kila kitu kipo, madaktari 100 wapo. Na penyewe mchakato kama tulivyoanza, kama tulikotoka, hivyo hivyo. Leo sasa hivi madam pale kasema vichangamoto vilivyopo vinaisha na vyenyewe vitabaki historia. Wana Mbuba wanangara. Lakini lazima tutembee kifua mbele. Kwamba Mheshimiwa Rais na sisi anatujua watu wa Mbuba. Si ndio hivyo? Ndio, anawajua. Hizi changamoto mnazoziona na zenyewe sidhani kama zina muda mrefu, zinaisha. Kwa nini? Kwa hiyo wito wangu kwenu wana Mbuba, sasa huduma zipo zinapatikana zote, tuhamie pale. Tusipoteze muda mwingi kusafiri zaidi ya kilomita 45 kufata huduma kama hizi zilizopo kwenu kwenda Nyamiaga na Murugwanza. Huduma zipo Mama Samia oye. Zile pale. Na fikeni muone mazingira yanavyopendeza. Utafikiri muda fulani haikuwa pori. Ilikuwa pori. Sasa hivi mpaka barabara pavement zinaendelea, si walkway wanaita wao, zinatengenezwa pale. Mazingira safi. Huduma za mionzi zipo. Theater zipo. Jengo la mama na watoto lipo na huduma nzuri, mnarazwa, si ndio hivyo? Mfawizi. Vitanda si vipo? Ndio. Kabisa. Na kwa binadamu jamani, ukitaka uenjoy maisha kwenye jamii yoyote, huduma kama hizi za tiba matibabu ziwepo karibu. Kipaumbele namba 1. Hii mili yetu hizi afya zetu, leo mzima kesho mgonjwa. Hatui wazima pa kudumu, sio permanent situation ya leo ya uzima na kesho na mwaka, hakuna. Ndio binadamu tulivyo. Ndio maana sasa Mama Samia, Mheshimiwa Rais anaona kwa umbali hapana, napeleka kitu fulani. Ndio hospitali kama hii. Mambo yanaenda. Jamani Mbuba, mnanielewa? Naelewa. Huduma sasa tuzifate pale. Na tutangazie hata wenzetu ambao hawajaja kwenye mkutano huu. Jamani, DC amesema huduma ziko pale, kila aina ya matibabu inapatikana pale. Zote. Uko Nyamiaga nenda Foreja. Ukaenjoy tu kamjikia tu kabzuri, kanapendeza, kanang'aa. Na DC unamkuta siku za usafi kama kesho yumo barabarani. Na yeye na hard broom anasafisha mitaro.
si ndio? Nimeona hata Mbuba inavyopendeza. Tuwe hivyo. Kwanza tushukuru sana uwepo wa hospitali ya Mbuba. Kama alivyosema kiongozi wetu, kwa kweli ni jambo jema sana. Ukiangalia kwa ukanda huu, tulikuwa na hospitali ya Rulenge ambayo ni hospitali ya private. Kwa hiyo tuna mambo mengi yalikuwa yakifanyika, lakini wakati mwingine ilikuwa ngumu au changamoto kwa jamii ya ukanda wa Rulenge kuweza kupata huduma zenye unafuu zinazoelekezwa na serikali ya Tanzania. Kuna mahitaji ya gari, kuna mahitaji ya watumishi, kuna mahitaji ya nyumba za watumishi, lakini pia kuna changamoto ya baadhi ya vipimo kutokufanyika. Naomba nianze kama ifuatavyo. Ujenzi wa hospitali ulianza vizuri na unaendelea vizuri, na bado kuna majengo hayajakamilika. Lakini hospitali ilianza kufanya kazi kabla ya kusajiliwa. Kwa hiyo vitendea kazi, vipimo na madawa tulivikusanya kutoka dispensary na hospitali jirani. Na hili mkumbuke kabisa lilisimamiwa vizuri na mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba hospitali inaanza, lakini ilikuwa haijasajiliwa. Kwa hiyo hilo swala la kuanza kabla ya kusajiliwa ilisababisha mapungufu mengine, maana yake haijapata usajili na kuletewa dawa. Mwezi jana hospitali imesajiliwa. Ijumaa iliyopita, daktari naomba usimame. MSD wamefika. MSD wamefika na mimi niongozana nao. Ukamilishaji wa usajili katika kitengo cha madawa MSD, Medical Store Department, ulikamilika Ijumaa, na tayari hospitali ya Mbuba ina usajili wa kupokea madawa, vitendanishi na vifaa tiba kutoka MSD moja kwa moja bila kupitia kwingineko kokote. Kwa hiyo tumewaomba sasa waombe kwa raundi hii, na raundi hii kufikia tarehe 28 watakuwa wameletewa dawa, vifaa tiba, vitendanishi kwa ajili ya huduma zote. Serikali tayari ilishaleta vifaa vyote, vitanda, mashine za maabara. Mkuu wa wilaya ukipenda tupite kuona pia mafriji. Huduma ya damu ilishaanza kwa sababu yenyewe inatokana na nyinyi, na nichukue wasaa huu kuwapongeza sana wananchi wa Rulenge na Mbuba. Huduma ya damu salama inaendelea vizuri sana, mnajitolea vya kutosha, na hiyo changamoto kwa kweli haipo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 28 MSD sawa wataleta vifaa tiba vingine, madawa na vitendanishi ambao vilikuwa ni shida kwa sababu ilikuwa haijakamilisha usajili kupitia mfumo wa MSD ambako tunapokea madawa, vifaa tiba na vitendanishi. Kwa hiyo tatizo hilo litaisha. Ingawaje mashine zilikuwepo, tukaweka gharama za vipimo. Kuna vipimo ambavyo vilikuwa vinaisha, maana yake tulihitaji kuomba vitendanishi na madawa kupitia Nyamiaga na Mrugwanza na Rulenge, na sio kama Mbuba kupokea yenyewe. Kwa hiyo changamoto nikiri ilikuwepo, lakini inaenda kuisha kabisa. Sasa tuna bima kwa wote. Bima kwa wote pia ni mfumo wa serikali ambao unatutaka kila mwananchi awe na bima ya afya. Bima hii inaanzia kwa sasa dispensary, kituo cha afya na hospitali. Bima hii ni tofauti na ile bima nyingine ambayo ilikuwa ni kwa eneo lako ulilopo, na unapotoka inakuwa changamoto kupata huduma katika vituo vingine vya tofauti na eneo lako. Hasa niwaombe sana, swala hili tumelitolea elimu kupitia madiwani, watalileta huko kwenu, na naamini inawezekana limeshakuja. Tujiunge, tushikamane, tuwe na hiyo bima ambayo inatuhitaji kuwa watu 6. Sio lazima mwe wa familia moja. Mnaweza mkajiunga tu watu 6, mkapata 1,500,000, mtatibiwa mwaka mzima na mtapata huduma zote na mtazipata katika vituo vyote.